Yagawa kwenye maeneo mawili, kwenye eneo la mpira kwa maana football, na ninayagawa kwenye eneo la pili la football economy kwa maana ya uchumi wa mpira, kwa namna ambavyo mashtamasha haya yamekuwa yako more advanced ama yanakuwa zaidi. Nikianza na football economy kwenye uchumi wa mpira ambao uko kwa sasa, haya matamasha ukiyatazama yamekuwa yana advance kila mwaka, yanaongeza thamani. Kadiri muda unavyokwenda yanaongeza thamani. Sasa kuongeza thamani yake ni kwenye maeneo gani? Haya matamasha kwa sasa hivi yamebadilika kutoka tukio la kimichezo kwenda kucelebrate labda dakika 90 za utambulisho wa wachezaji, imekuwa ni asset ya club. Haya matamasha kwa sasa hivi imekuwa ni part ya asset ya club. Taasisi za Simba na Yanga ziko tayari kutengeneza mazingira makubwa ya kuyauza haya matamasha. Ya leo hii Simba wako tayari kwenda kwenye benki yoyote na kuomba milioni 400-500, na wakasema hizi milioni 400-500 utakuja kuzirudisha kwenye siku ya Simba Day, na benki ikawapa kwenye event ya siku moja, kwa sababu lile tukio limebadilika. Simba na Yanga wameweza kuyatransform, kuyabadilisha kutoka kwenye entertainment logic kwenda kwenye paper assets. Yani kwamba lile tukio limechorwa kwenye makaratasi na kuchorwa kwake kwenye makaratasi limetengeneza value kubwa ambayo taasisi za Simba na Yanga zina uwezo wa kupata pesa nyingi zaidi kwa ajili ya tukio hilo. Na ndio maana mtu yoyote ambaye akitaka kuweka pesa kwenye Simba na Yanga ni lazima atakutana na hiki kitu ambacho nimekisema hapa kwenye uchumi, kinaitwa paper asset. Kama mnakumbuka, Jairut wakati anaingia contract na Simba, moja ya kitu ambacho alioneshwa ni uwepo wa tamasha la Simba Day, na aliwahakikishia wana Simba atakuwa anachangia si chini ya milioni 100 za kuhakikisha kwamba tamasha inakwenda vizuri. Jairut ambaye ni mzabuni, anazalisha jezi, lakini kwenye tamasha hili atakuwa anachangia si chini ya milioni 100 kwa ajili ya kufanikisha tamasha. Maana yake Simba na Yanga zimebadilisha kutoka kwenye entertainment logic kwenda kutengeneza stability ya paper assets, jambo ambalo limefanya sasa hivi vilabu kwenda viral zaidi kwenye uchumi. Sasa hivi kuna makampuni mbalimbali ambayo yanatamani kwenda kuonekana kwenye Simba Day kwa sababu ni tukio kubwa. Wanatamani kwenda kulaunch their products, wanatamani kwenda kulaunch waonekane kwa sababu lile tukio lina coverage kubwa. Na Simba Day ya sasa hivi sio ya Tanzania. Simba Day ni ya Malawi, Simba Day ni ya Zambia, Simba Day ni ya Kenya, Rwanda na nchi zingine za East Africa and Central Africa. Maana yake tukio limekuzwa zaidi. Sasa kwenye kukuzwa hapo kwenye uchumi kumepandishwa kitu kimoja, kwamba kwenye matamasha haya sasa hivi pesa ya chini zaidi inayoingia ndani ya vilabu ni milioni 600-700. Yani naweza nikasema minimum revenue correction, mapato ya kiwango cha makadirio, tunazungumzia approximation revenue ni zaidi ya milioni 600 mpaka 500. Na hii unaweza ukaiona tu Dar es Salaam Young Africans walivyoichora kwenye mchoro mwaka huu. Walitengeneza mazingira makubwa, unaweza ukayaona. Wameweka ticket. Uwanja una uwezo wa kuingiza mashabiki 24,000. Ila tiketi za chini zaidi ni kuanzia 20,000 na kuendelea kwenye siku ya Mwananchi. Ukijaribu kutazama watu zaidi ya 20,000 wakilipa, watu zaidi ya 20,000 wakalipa 20,000 ama 15,000 kwenye tukio la siku moja, ni zaidi ya milioni 300 zinaingia. Halafu ukitengeneza watu 1,000 ama 1,500 ambao ni waloyo wakalipa laki, kama ambavyo Yanga wamekwenda, watakuwa na event maalum, watakuwa na jukwaa maalum la watu ambao ni loyal class, watu wa VIP ambao wamechukua eneo kubwa. Ukiwa na watu tu tuseme 1,000 wakalipa laki, maana yake Dar es Salaam Young Africans wana uwezo wa kwenda kutengeneza milioni 600 kwenye event kama hii. Hayo ni makadirio ambayo vilabu hivi vinafanya. Kwa hiyo kwenye eneo la uchumi vilabu vimefanikiwa kwa mapinduzi makubwa sana, kwa sababu hili tukio limekuwa linakwenda viral, linatangaza vitu vikubwa na limekuwa linaziongezea thamani club, kwa sababu unapotaka kuwauliza Simba watakwambia wana package moja wanayo, unatakiwa uwe na affordability, uwe na uwezo wa kuafford. Kama unataka kutafuta regular contract
unataka kupata mkataba wa kisheria wa kuingia mahusiano na Simba, lazima watakuonesha. Kwa hiyo kwenye eneo la uchumi na wapa zaidi ya 100% wamekwenda. Linabaki sasa eneo la pili la mpira wa nchi yetu, ukilinganisha na hiki kinachotokea. Ukirudi kwenye mpira wa nchi yetu kwa maana football, haya matamasha karibu 17 yamesaidia nini? Moja, kama ambavyo unafahamu Kanda, kitu kizuri kinaigwa. Matamasha yamekwenda kustimulate, na dunia iko hivyo. Inapenda innovation, inapenda creativity, inapenda ubunifu, kwa sababu kadiri muda unavyokwenda kuna mabadiliko. Simba kuanzisha tamasha mwaka 2016, mwaka 2009. Leo hii tunaona vilabu vingi sana vimeiga. Tuliwaona Coastal Union, sasa hivi tunawaona timu kama Geita, mara kadhaa tunaona Pamba, Mbeya City tumewaona, Dar es Salaam Young Africans tunawaona, Samau na baadhi ya vilabu vingine. Maana yake vilabu vingi vimeiga kwa sababu ni jambo zuri. Maana yake nini sasa? Simba wamesambaza utamaduni ambao naweza nikasema mimi kwamba kupitia Simba kuanzisha matamasha haya wamesimika rasmi kwamba Tanzania vilabu vya kati na vilabu vikubwa vitakuwa na notion hii ya kutambulisha wachezaji, kwa sababu jambo walilofanya ni bora na ni zuri. Kwenye eneo la mpira wametengeneza mazingira makubwa ya kuigwa kwa perfection walioifanya. Okay. Yes.